Taja Mheshimiwa Ng'wasi Damas Kamani, Mheshimiwa Maimuna Salum Tanda na Mheshimiwa Aisha Rose Dogoli Matembe ajiandae. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti na mimi kwa kupata nafasi kuchangia katika wizara yetu ya elimu. Nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri, Naibu Waziri na wizara yote kwa ujumla kwa kazi kubwa na nzuri ambayo tumeifanya ndani ya muda huu wa miaka minne. Lakini pia kipekee nimpongeze sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu mapinduzi yaliyoshuhudiwa na sisi vijana lakini Watanzania kwa ujumla katika sekta hii ya elimu kwa miaka minne ni makubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunazungumzia ndani ya miaka minne ongezeko kubwa sana la bajeti ya mikopo ya elimu ya juu kwa vijana, lakini pia tunazungumzia ongezeko kubwa sana la fedha ambalo limekwenda kuongeza wigo wa elimu bure kutoka kuishia kidato cha 4 mpaka kidato cha 6. Lakini tunaongelea Mheshimiwa Mwenyekiti ongezeko kubwa sana la budget ambalo limekwenda kuongeza wigo wa mikopo kutoka kuishia katika vyuo vikuu peke yake lakini mpaka kwenye vyuo vya kati baadhi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tunazungumzia kipindi ambacho mabinti waliokuwa wamekatisha elimu zao kwa sababu za kupata ujauzito wamerudi mashuleni na sasa wanaendelea na elimu zao. Ni kipindi ambacho Mheshimiwa Mwenyekiti tunazungumzia mabadiliko ya sera ya elimu ambayo yametuletea mabadiliko makubwa sana ya mitaala ambayo yamekuwa yanapigiwa kelele na wabunge katika bunge hili lakini na wananchi kwa ujumla. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu pamoja na ukinara alioonyesha katika sekta zingine lakini amekuwa kinara mkubwa sana wa mabadiliko katika sekta ya elimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mchango wangu leo utajikita katika mabadiliko au sera mpya ya elimu ya mwaka 2023 na mabadiliko ya mitaala ambayo imekuja kutuongezea mtaala mpya wa elimu ya amali. Mheshimiwa Mwenyekiti, changamoto kubwa ambayo imekuwa inapigiwa kelele na walio wengi ni kwamba vijana wengi cha kwanza wanakosa ajira kwa sababu elimu wanayoipata katika mfumo wetu wa elimu haikidhi au haimpi kijana uweledi wa kutosha kufanya kazi zinazotakiwa. Lakini pia sekta binafsi zimekuwa zinazungumza kwamba vijana wanaotolewa na wanaotemwa na vyuo vyetu vikuu hawakidhi mahitaji ya soko la ajira lililoko nje. Leo hii majibu ya changamoto hizi yapo katika mabadiliko haya ya mtaala. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapozungumzia elimu hii ya amali ni vizuri sana watu wakaelewa. Baba yetu wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika kitabu alichoandika mwaka 1967 Education for Self Reliance au elimu ya kujitegemea alizungumzia elimu ambayo leo hii Daktari Samia Suluhu Hassan chini ya Mheshimiwa Waziri na wizara yake ya elimu ndio ameirudisha. Kwa hiyo tukizungumzia kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan anasimamia misingi ya taifa hili tangu linapata uhuru, hiki ndicho tunachomaanisha. Elimu hii ya amali inakwenda kumsaidia kijana anapoingia kuanzia form 1 mpaka form 4 pamoja na kujifunza masomo yake ya darasani, lakini anakwenda kupewa ujuzi wa vitendo unaomsaidia hata akiishia form 4. Kwanza anapewa cheti chake cha elimu lakini anapewa cheti au certificate ya ujuzi aliyopokea. Kwa hiyo kijana huyu anakuwa na uwezo wa kuchagua either yaishie form 4 anaweza kabisa kwenda kupambana na mazingira yake na kufanya kazi, lakini pia hata akienda chuoni haendi kuanzia kama kule ambako anaanzia mtu mpya. Anakwenda akiwa na cheti chake cha ujuzi either diploma au form 5 na 6 mpaka vyuo vikuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, vijana hawa wanaanza kujifunza elimu ya vitendo kuanzia form 1 na elimu hii ya amali inaendana na mazingira husika. Kwetu sisi Mwanza watu wanafanya uvuvi, maana yake kijana watashauriana sasa mwanafunzi na mzazi husika kwamba apate ujuzi upi. Je, ajifunze uvuvi kuanzia form 1 mpaka form 4? Maana yake huyu kijana akitoka hapo form 4 hata akiingia ziwani kuvua hata lingana na yule ambaye hajasoma au hata lingana na yule ambaye amekwenda chuo cha VETA kwa muda mfupi. Tunamaanisha tunakwenda kuzalisha vijana watakao kwenda kukomboa taifa hili. Na tukizungumzia swala zima la mapinduzi ya viwanda, majibu yako katika elimu hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nipongeze sana serikali kwa sababu majibu ya changamoto za taifa hili kwangu mimi ukiniuliza nakwambia majibu yako kwenye mtaala huu. Na tutakapoanza kupata matokeo ya mtaala huu kuanzia mwaka 2027, Mheshimiwa Mwenyekiti, wote tutarudi ndani ya nyumba hii tukubaliana. Na mimi waheshimiwa wabunge wenzangu niwaambie na niwatie moyo. Mheshimiwa Rais yote anayoyafanya washauri wakuu ni bunge hili na ni nyinyi wabunge. Na naamini kwa mabadiliko haya ambayo mmeyafanya, hii kazi mlioifanya ni kwa ajili ya Watanzania wote, kwa ajili ya vizazi vinavyofuata, kwa ajili ya wote, na naamini wanaona kazi mlioifanya na sina mashaka mwezi wa 11 tutakutana hapa kuwapa tena. Mheshimiwa Mwenyekiti, elimu hii ya amali pamoja na kwenda kutengeneza competence ya vijana wetu tunao kwenda kuwachukua na kuwaweka kwenye jamii zetu,
tuangalie nchi mbalimbali ambazo leo hizi zimeendelea. Mfumo huu wizara yetu imeuchukua kwa kupinpoint maeneo mbalimbali. Tumechukua elimu ya Ujerumani, tumechukua elimu ya India, tumechukua elimu ya China, tumechukua elimu ya Canada, tumechukua elimu ya Switzerland, zote tumezileta kupata mfumo huu. Tukiongelea nchi kama China ambazo zina mapinduzi makubwa sana ya viwanda, wanafanikiwa kwa sababu moja, vijana wao wana ujuzi wa muda mrefu wa vitendo wa kufanya kazi, na vingi vitu tunavyo import hapa ni vitu ambavyo vimetengenezwa kwenye viwanda vidogo vidogo vinavyoendeshwa na vijana hawa. Lakini pili, mataifa mengine ya wawekezaji wenye mitaji wanakwenda kuwekeza kwenye nchi hiyo wakiamini kwamba kuna teknolojia ya kutosha ya kuzalisha vitu hicho. Kwa hiyo si tu kwamba tunakwenda kuzalisha ajira nyingi kwa vijana wetu, lakini tunakwenda kuifungua nchi yetu kwa uwekezaji mkubwa sana, kwa sababu vijana watakuwa na uwezo wa kuzalisha kinachotakiwa, lakini tutakuwa na uwezo kupambana na mazingira yetu. Aliyeko Njombe atafundishwa namna bora zaidi ya kulima miti. Aliyeko Geita atafundishwa namna bora zaidi ya kuwa mchimbaji madini aliye na weledi mkubwa na wa muda mrefu. Kila kijana kwenye mazingira yake, hata akishia katika elimu yake, taifa hili litakuwa limepunguza mzigo mkubwa sana. Na mimi ushauri wangu Mheshimiwa Mwenyekiti, cha kwanza, pamoja na mtaala huu mzuri sasa tuliouweka, amekuwa akishauri babangu Mheshimiwa Kishimba kwa muda mrefu kwamba mwanafunzi anayefundishwa na profesa ni tofauti na mwanafunzi anayejifunza mtaani. Sasa kwenye hili tumelipatia majibu, kwa sababu hawa vijana wanaenda kuanza kujifunza kwa vitendo kuanzia akiingia form 1. Lakini niombe sasa serikali iangalie uwezekano. Kuna watu ambao wameshakuwa wabobezi wa muda mrefu kwenye kazi hizi. Mimi nitoe mfano mdogo. Kwenye elimu yetu sisi ya law school, tunasoma darasani, lakini tukitoka kuna wale mawakili au wanasheria nguli waliokaa muda mrefu kwenye practice wanakuja kutufundisha madarasani. Na mimi kwa utambuzi wangu, nchi hii na wazalendo wengi sana. Tuangalie kwenye hizi amali kama kuna uwezekano wa kupata watu walio practice muda mrefu wakafundishe wanafunzi wetu, kwa sababu kuna tofauti ya kufundishwa elimu ya darasani na ile ujuzi kutoka kwa yule aliyefanya kwa muda mrefu, basi tufanye hivyo. Lakini la pili, pamoja na kwamba tumeweka mfumo huu wa amali, sasa ni wakati vyuo vyetu na vyuo vikuu vianze kujiwekea tathmini ya mitaala yao, ili na wao watengeneze mitaala yenye malengo. Leo hii tunavyozungumza hapa, ni ukweli usiopingika kwamba nchi hii haiwezi kuajiri vijana wote. Mataifa yaliyoendelea au yanayofikiria kwa muda mrefu yanatengeneza mazingira ya kuweza kuchukua watu wake na kuwapeleka kwa ajili ya kuajiliwa katika mazingira au nchi za watu wengine. Sasa leo hii tunahitaji vyuo vyetu, kama ambavyo tumeanzia ngazi za chini kutengeneza mitaala ambayo inakwenda kumsaidia kijana, basi vyuo vyetu na vyenyewe viangalie upya program zake, ziwe zina malengo international ya kidunia, ili kijana anayetoka kusoma katika chuo chetu aweze kwenda kufanya kazi sehemu yoyote. Amezungumza hapo babangu Mheshimiwa Mwijage wakati anachangia kwamba ni muhimu vijana wetu, kuna fahari ya kwenda nje kwa kuta kwamba kuna Watanzania wengi wanafanya kazi kule, maana yake wanauelewa wa kutosha kutoka katika mifumo yetu ya elimu. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, ningependa kushauri, leo hii swala hili la budget limepigiwa kelele, si na wabunge peke yake, lakini Watanzania kwa ujumla. Tulipiga sana kelele juu ya swala zima la mitaala. Na sasa niipongeze serikali kwa sababu imeongeza sana budget kutoka trilioni 1.9 mwaka uliopita mpaka 2.4 kwa mwaka huu. Na hili ongezeko kubwa limekwenda kupelekwa moja kwa moja kwa sababu ya huu mtaala mpya, yani kwenda kufund huu mtaala mpya. Mimi niseme tu, hii ni ajenda yetu ya kitaifa. Tumepiga kelele muda mrefu juu ya swala hili la elimu, sasa limefika. Tuko tayari kufunga mikanda kwenye vitu vingine, tuweke fedha kwenye mtaala huu ili shule nyingi zaidi za amali ziweze kuongezwa, na kwa wakati mfupi vijana wengi zaidi waendelee kupata elimu hii na kwa haraka. Kwa sababu ya changamoto za budget sasa hivi tumeanzisha shule chache sana za amali, lakini mimi nafikiri tuendelee kuangalia namna ya kuongeza budget ili shule hizi ziwe nyingi na vijana wengi zaidi sasa waweze kupata elimu hii. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono huo. Asante sana Mheshimiwa Ng'wasi Damas Kamani.